Albert Chalamila amgeuka Samia Suluhu na kumwonya vibaya dhidi ya utekaji ambao umekithiri nchini Tanzania. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Dar es Salaam ilitikiswa leo baada ya mkuu wa mkoa Albert Chalamila kuibuka na kauli kali dhidi ya matukio ya utekaji, akiyataja kama chanzo cha chuki, hofu na mpasuko wa kijamii nchini. Kauli hii iliyotolewa mbele ya wahariri wa vyombo vya habari ilionekana kugeuka kuwa hatua ya nadra na isiyotabirika ya kiongozi mwandamizi wa serikali kuikosoa vikali mifumo ambayo imehusishwa na utawala wa Rais Samia Suluhu Hassan katika miaka ya hivi karibuni. Katika mazingira ya kisiasa yaliyojaa tahadhari, kauli hiyo ilitafsiriwa kama mshindo usio wa kawaida na wa kumgeuka kiongozi wake Samia Suluhu, kwamba si tu kueleza msimamo wa serikali ya mkoa, bali kumweka Chalamila kwenye mstari wa wazi wa mvutano wa kisiasa, akituhumiwa kwa kuikosoa serikali yake mwenyewe kupitia lugha ya kulaani vitendo vinavyohusishwa na utawala wa Samia Suluhu. Kwa kuzungumzia utekaji kama moja ya sumu zinazovuruga jamii, akahusisha vijana kukosa ajira, wananchi kutothaminiwa, anasa za viongozi, matumizi mabaya ya rasilimali na matumizi ya nguvu kupita kiasi. Alijenga simulizi linaloweza kuonekana kama hukumu dhidi ya serikali kuu ya serikali ambayo yeye ni sehemu yake. Hatua hii ilionekana kama kujitoa kisiasa na kuingia katika eneo la hatari, ambapo kukosoa utekaji kunamaanisha kuikosoa serikali ambayo imekuwa ikihusishwa na matukio hayo moja kwa moja au kwa kuvumilia kimya. Miaka 5 ya mwisho imeacha kumbukumbu nzito katika historia ya kisiasa ya Tanzania. Mfululizo wa matukio ya utekaji, mashambulizi ya siri, watu kupotea bila maelezo na wengine kupatikana wakiwa hai lakini wakiwa wameteswa, umejenga kumbukumbu ya taifa linaloishi na kivuli kisichojulikana. Katika rekodi zilizoenea mitandaoni, vyombo vya habari na taarifa za kijamii, majina yanayohusishwa na sura za hofu na ukatili yamebaki kuwa alama ya kipindi cha sintofahamu. Ben Sanane alikuwa mwanaharakati na alipotea bila maelezo mwaka 2016, hakupatikana hadi wa leo. Azuri Gwanda alikuwa mwandishi wa habari, alitekwa Kibiti mwaka 2017. Miezi ya uchunguzi haikuzaa matunda, aliendelea kutoweka. Emmanuel Mvula ni mwandishi, vilevile alitekwa, akateswa, akapona. Alieleza kupitia ushuhuda kuwa alinyang'anywa uwezo wa kawaida wa kuishi bila hofu. Akwilini ambaye ni mwanafunzi aliuawa kwa risasi katika mazingira ya kisiasa. Hakutekwa, bali aliuawa na mkondo wa vurugu za dola. Joseph Mbilinyi Sugu alikuwa ni mwanasiasa, alikamatwa, kushikwa na mamlaka, akahukumiwa kwa mazingira ya kisiasa, ingawa si tukio la utekaji bali ishara ya ukandamizaji wa sauti mbadala. Tito Magoti, mwanaharakati, alitekwa mwaka 2019, akateswa kisha akafunguliwa mashtaka ya jinai. Felix Kaaya, mwanaharakati, alipotea kwa muda kabla ya kupatikana akiwa hai, akiwa na hofu na athari za kiakili. Mwajuma Komba ni mwanaharakati wa kijamii, alishambuliwa na kukamatwa katika mazingira yasiyoeleweka. Humphrey Polepole ambaye ni mwanasiasa kupotea kwake mwaka 2025 kulitikisa taifa. Alijulikana kama msemaji wa chama tawala, sauti iliyozoeleka, asiye na hofu na mkosoaji mkali wa maadui wa kisiasa. Kisha ghafla alinyamaza, akaanza kupinga serikali ya Samia Suluhu na kisha akatoweka bila taarifa. Wapo wengine wasiotajwa waliopatikana wakiwa wamejeruhiwa, waliopatikana wakiwa hai lakini wakiwa kimya, na waliokufa bila uchunguzi wa wazi. Katika kipindi cha utawala wa Rais Samia, matukio haya yaliendelea kuwepo, yakiacha rekodi utawala wenye historia ya watu kupotea, huku madai ya matumizi ya dola dhidi ya sauti pinzani yakirudiwa mara kadhaa katika mijadala ya kijamii. Kila alichokisema leo hakikujenga tu msimamo wa maadili, kilikuwa ni tamko lenye ishara ya kisiasa.
kwa kukiri kuwa utekaji ni chanzo cha sumu katika jamii, kwa kulaani vitendo hivi hadharani na kwa kueleza kuwa viongozi wana wajibu wa kujitafakari, aliweka mizani mpya isiyo ya kawaida, serikali ikilaumiwa na viongozi wake wenyewe. Hatua hii ilichukuliwa kama kuikosoa serikali ya Samia kwa njia ya ubunifu, akitumia lugha ya kulaani matukio badala ya kulaani mamlaka, lakini akijenga picha ya serikali iliyoshindwa kudhibiti hofu au kulinda jamii. Katika utamaduni wa kisiasa wa Tanzania, ambapo kukosoa mamlaka ya juu mara nyingi huchukuliwa kama uhaini, kauli hii ilionekana kama mpasuko wa ndani unaoweza kuathiri siasa za siku zijazo. Na katika mkutano huo, swali moja iligeuka moto wa kisiasa: Polepole yuko wapi? Mwandishi mmoja alioji hatima ya mwanasiasa huyu, na kama Chalamila kama kiongozi wa mkoa amewahi kuenda kumuona mama wa Polepole ambaye kwa miezi mingi ameishi katika maumivu akiamini kuwa mwanawe alitekwa. Chamila alijibu kwa maneno yaliyohafiriwa kwenye mtiririko wa taarifa, akisema kwamba amekuwa akimfuatilia kijana huyo kupitia mtandao, akishuhudia video zake zenye ukali, lakini sasa hajui kama yuko hai, yuko nje ya nchi au yuko katika mikono isiyojulikana. Kauli hii iliongeza mwelekeo wa hofu. Ikiwa mkuu wa mkoa hajui aliko mwanasiasa wa hadhi ya taifa, nani anaweza jua? Na kama serikali iweze kuthibitisha hatima ya watu wake wenye nafasi, je, wananchi wa kawaida wana matumaini gani? Tanzania imekuwa na historia ya utawala unaotumia ukimya kama silaha, huku wananchi wakiishi katika hofu isiyoonekana. Matukio ya utekaji yalibadilisha tabia ya watu, sauti zilikunja mabawa, wakosoaji walihama nchi, maoni yakahamia kwenye akaunti feki, ukweli ukawa unasemwa kimya usiku. Serikali imekuwa ikitoa ahadi za uchunguzi, lakini taifa limekuwa na kumbukumbu ya ahadi zisizo na majibu. Na leo kauli ya Chalamila ilitibua ukimya huo tena bila kutaja serikali, lakini akiguza eneo moja ambalo utawala wa sasa unahusishwa nalo moja kwa moja. Kwa kutaja ukosefu wa ajira, kutoaminiwa, matumizi mabaya ya rasilimali na anasa za viongozi, alichora picha ya taifa lililo katika ukingo wa kukata tamaa. Ni taifa ambalo vijana wameambiwa kusubiri, huku viongozi wakionekana kuishi maisha yasiyoendana na uchumi wa wingi. Katika muktadha huo, utekaji ulipewa nafasi kama sehemu ya mfumo wa kudumaza sauti, kutisha wateteaji na kugeuza jamii kuwa ndogo mbele ya dola. Kauli ya Chalamila ilikuja kama dhoruba, ikivunja ukuta wa ukimya uliodumu kwa muda mrefu. Kwa kulilaani mifumo ya utekaji na ukatili, alionekana kujiweka katika mstari hatari wa kisiasa, akijiunga na historia ya watu waliowahi kuhoji kabla ya kupotea kwenye ukungu ule ule aliouonya leo hii. Ni hayo tuliokuandalia siku hii ya leo kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa ambayo inakuletea taarifa hizi na zinginezo na uchambuzi wa kina bila kupindisha. Zidi kutusupport kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu ili tuweze kuwafikia wote ambao hawajajua kwamba taarifa hizi tumeshazipotea.